Elimu ya ujasiriamali kwa mtandao, kuchagua biashara. Ni mambo gani muhimu zaidi ya kuzingatia kuhusiana na aina ya biashara unapoanza? Huenda wewe mwenyewe umekuwa na mawazo kuhusiana na aina za biashara. Fikiria kama kila wazo la biashara linahusiana na mahitaji ya wateja. Je, watu wanahitaji bidhaa yako? Je, wako tayari kulipia? Tambua nguvu zako, udhaifu wako kama mjasiriamali. Je, unaweza kuendesha biashara hiyo? Je, una maarifa na ujuzi? Kisha zingatia ushindani unaoweza kuwepo. Je, ni biashara yako pekee itakayotoa huduma ya kukidhi hitaji hilo? Je, biashara yako italinganishwa vipi na washindani? Ni washindani wako wana nguvu na udhaifu gani? Je, unaweza kuridhisha mahitaji ya wateja vizuri zaidi kuliko washindani wako? Sasa fikiria kuchagua biashara kwa njia ya mtandao. Je, yapo mahitaji ya bidhaa hiyo kwa njia ya mtandao? Nguvu na udhaifu wako ni upi kuhusiana na kuendesha biashara kwa njia ya mtandao? Je, unaweza kutumia simu za mkononi au kompyuta ndogo kununua vifaa haraka na kuuza bidhaa zako? Je, upo imara katika kutoa huduma bora, kwa mfano, huduma ya usambazaji? Nani ni washindani wako kwenye soko la mtandaoni? Una ushawishi gani wa kuwafanya wateja kununua kutoka kwako badala ya kununua kutoka kwa washindani wako? Je, bidhaa yako ina sifa maalum? Je, umesimulia vizuri hadithi inayohusiana na bidhaa yako? Kwa mfano, mteja anaweza kuvutiwa kununua bidhaa kutoka kwako kwa sababu ya viambato vyenye afya na asili unavyotumia kutengeneza bidhaa. Na ni lazima uweze kusimulia hadithi hiyo kwa ufanisi. Fikiria kuhusu kile ambacho ungependelea kununua kwa kuwepo ana kwa ana. Kwa nini? Fikiria kuhusu kile ambacho ungependelea kununua kwa njia ya mtandao, na kwa nini?